Isaiah chapter 9 verse 1 to 6. Lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hatakosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabulon na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameiona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti, nuru imewaangaza. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake na fimbo yake yeye aliyemonea, kama katika siku za Midiani. Maana silaha za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyofiringishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni za kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Tusome tena katika Injili ya Luka. Let us read again in the Gospel of Luke, ile sura ya kwanza, verse 1. Tutasoma ule mstari wa 14. From verse 14. Neno la Mungu linasema, nawe utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake. And you will have joy and gladness, and many will rejoice at his birth. Naomba pia tusome sura ya pili mstari wa 10. May we continue in chapter 2, mstari wa 10. verse 10. Malaika akamwambia, usiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Then the angel said to them, do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. Tutasoma pia mstari wa 25 hadi wa 32. The same verse, chapter, verse 25 up to 32. Na tazama, pale Yerusalemu palikuwa na mtu jina lake Simeoni, naye ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, aliyetarajia faraja ya Israeli, na Roho Mtakatifu alikuwa juu yake. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Naye alikuwa ameonywa na Roho Mtakatifu ya kwamba hataona mauti kabla ya kumwona Kristo wa Bwana. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Basi akaja hekaluni ameongozwa na Roho, na wale wazazi walipomleta mtoto Yesu ndani ili wamfanyie kama ilivyo desturi ya sheria. So he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, yeye mwenyewe alimpokea mkononi mwake, akamshukuru Mungu akisema, he took him up in his arms and blessed God and said, sasa Bwana, wamruhusu mtumishi wako kwa amani kama ulivyosema. Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word. Kwa kuwa macho yangu yameuona wokovu wako, For my eyes have seen your salvation, uliouweka tayari machoni pa watu wote, which you have prepared before the face of all peoples, nuru ya kuwa mwangaza wa mataifa, a light to bring revelation to the Gentiles, na kuwa utukufu kwa watu wako Israeli. and the glory of your people Israel. Mstari wa 36 hadi wa 38. Verse 36 to 38. Palikuwa na nabii mke jina lake Ana, binti Fanueli wa kabila la Asheri, na umri wake ulikuwa miaka mingi. Alikuwa amekaa na mume miaka 7 baada ya unawali wake. Now there was one Anna, a prophetess,
the daughter of Phanuel of the tribe of Asher. She was of great age and had lived with a husband 7 years from her virginity. Naye ni mjane wa miaka 88, haondoki hekaluni ila kuabudu usiku na mchana kwa kufunga na kuomba. And this woman was a widow of about 84 years, who did not depart from the temple, but served God with fasting and prayers night and day. Huyo alitokea saa ile ile akamshukuru Mungu, na watu wote waliokuwa wakiutarajia ukombozi katika Yerusalemu akawatolea habari zake. And coming in that instant, she gave thanks to the Lord and spoke of him to all those who looked for redemption in Jerusalem. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Usiku wa leo Tonight, napenda tuangalie maneno haya. I would love to see these words. Tuliposoma kitabu cha Isaya, Where we read the book of Isaiah, Biblia inasema yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamko. the Bible says the one who was in stress will not fail to get Maana happiness. yake atapata furaha. That means he will get joy. Sasa tujiulize swali hili. Now let's think upon this question. Kwa nini kuzaliwa kwa Yesu kumeleta furaha kuu? Why is it that the birth of Jesus brought so much joy? Na sisi tulio mahali hapa usiku wa leo, And us who are here tonight, je, Yesu kuzaliwa kwake kumeleta furaha kuu maishani mwako? is it true that the birth of Jesus has brought so much joy in your life? Tukirejea habari ya wana wa Israeli, When we come back to the history of the children of tangu Israel, walipotoka nchi ya Misri since they were coming from Egypt na kuingia katika nchi ya Kanaani, and they enter into the Canaan land, maisha yao hayakuwa na utulivu. their lives were not settled. Maisha yao hayakuwa ya amani. Their lives was not at peace. Maisha yao hayakuwa ya furaha timilifu. Their life was not with fulfillment, joy fulfillment. Walianguka hapa na pale. They fell here and there. Walitolewa katika nchi takatifu katika milki yao mara kadha. Many times were brought out of their promised land. Ikafika mahali wakadhani ni kwa sababu hawana mfalme kama wafalme wengine, kama mataifa mengine. It reached a point they thought it's because they didn't have any king like any other nation. Wakaomba wapewe mfalme So they requested for a king, ili asimame mbele yao, so that he will stood before them, awatangulie katika vita. to go before them in the war. Lakini hata hivyo hawakupata furaha ya kweli. But still they didn't get the true joy. Na hali ikawa mbaya zaidi Where it became worse, baada ya kifo cha mfalme Daudi. after the death of King David, Ufalme ukagawanyika. the kingdom was divided. Makabila yakawa makabila 10 upande moja na mawili upande ule wa kusini ama Yerusalemu. And the tribes were also divided, 10 from other side and 10 from another side. Ndipo wale wacha Mungu wa kweli, That's when those true committed Christians, wale wanaojua neno la Mungu, those who knew the word of God, wakaanza kulia na kuomboleza they started yelling and praying before kwamba God. Bwana, hali hii itaendelea hadi lini? That God, for how long with this situation? Madharau haya na uonevu huu hadi lini? Despise for how long? Hali ya kutokutulia katika nchi yetu, The situation of not settling in our country. hali hii itaendelea hadi lini? This situation will continue until when? Ni swali ambalo kila Mkristo anatakiwa ajiulize. This is a question that every Christian should ask for himself. Kama mtumishi wa Mungu alivyosema, As a servant of God said, kama huna amani na hufurahii wokovu, if you don't have peace and you don't rejoice over your inabidi salvation, upokee hiyo furaha na amani usiku wa you leo, need to receive that peace and joy kwa tonight. sababu yeye aliyezaliwa, Because the one who has been born, ambaye tunakumbuka habari zake, that we remember his news, ni lazima aondoe kila aina ya uonevu he must remove every kind of oppression katika mawazo yetu, in our thoughts, katika mioyo yetu, in our hearts, katika miili yetu, in our bodies, na katika uchumi wetu vile vile. even in our economic. Wokovu kama haujakubadilisha,
Salvation, if has not changed you, wokovu kama haujakupa amani ya ndani, if it has not give you inner peace, basi haujakufikia. then it has not Lakini reached ni you. ombi langu usiku wa leo, But it is my prayer tonight kila mmoja wetu that each one of us apate changamko ndani ya moyo that wake. will get this joy in his heart. Changamko la kwanza The first joy, linatokana na ile kusamehewa dhambi zetu, it comes from forgiveness of our sins. kwa sababu dhambi ndio inayotufanya tusifurahie wokovu wetu. Because many times sins cause us not to rejoice over Dhambi ndio salvation. inayotufanya tuende mbali na uso wa Mungu. Sins makes us to go afar from our God. Kwa hiyo tunapoona hali hii So when we see this situation katika maandiko ambayo tumesoma, in the scriptures that we have read, wakati Waisraeli wengi wameenda mbali na Mungu, when many Israelites has gone away far from sio God, tu wamepelekwa katika mataifa mengine, not that we are scattered in different nations, lakini mioyo yao ilikuwa mbali na Mungu. but their hearts were far from God. Na Isaya anasema, And Isaiah is saying, wale watu ambao wamebebeshwa mizigo mizito. many people have burdens. Kama uko mahali hapa usiku wa leo If you are here tonight na umebeba mzigo, and you are carrying a mwambie burden, Bwana Yesu, tell God, uzaliwe ndani ya moyo wangu, may you be born in my kwa heart, sababu wewe una nguvu. because you have power. Unajua anasema kwa nini? You know he's saying Kwa why? sababu kwa tumepewa mtoto. Because we have been given a Huyu son. mtoto adui alijua. And this son the enemy knew. Hakuwa mtoto wa kawaida. He was not a normal son. Alipozaliwa, When he was born, Biblia inasema the Bible says Herode akafadhaika, Herod was so disturbed yeye pamoja na Yerusalemu. together with Jerusalem. Huwezi kufadhaika kwa ajili ya kuzaliwa na kwa mtoto. You can't be in distress because of the born of a Lakini child. kulikuwa na watu ambao But there were people walikuwa waombaji, that were walikuwa prayerful, wanatarajia faraja ya Israeli, that were waiting for the consolation of kwamba Israel. pamoja na kwamba That together with this, tumeonewa, that we are under oppression, tumetolewa katika nchi yetu, we are removed from our country. lakini siku iko But there is one day hii hali itaondolewa that this situation will be katika removed taifa letu. among our Na nation. mtu wa Mungu uliyeko mahali hapa siku ya leo, A son of God who is here hali today. yako haitabaki kama ulivyo. Your situation will not remain the Hali same. yako haitabaki kama ulivyo. You will not remain the same. Mungu atakuinua kutoka utukufu moja kwenda mwingine. God will lift you from one glory to Cha another. muhimu usikate tamaa. The important thing, do not lose Cha hope. muhimu usichoke. Do not get tired. Zakaria alisubiri, Zachariah waits. Elizabeti alisubiri, Elizabeth waited. Simeon alisubiri, Simeon also waited. akaambiwa na Mungu, And he was told by hicho God, unachokiombea, that one that you are praying hicho for, ambacho umesoma katika maandiko, that one that you have read in the scriptures, hutakufa kabla you will hujaiona. not die before Na seeing mimi it. nakuambia, And I'm also telling you, utaona baraka zako, you will see your blessings. utaona kuinuliwa You kwako, will see your lifting. utaona kuinuliwa kwa watoto You wako, will see your children being lifted. utaona utukufu wa kanisa la You will see Mungu, the glory of the church. likiwa kanisa lile That church ambalo Yesu alikusudia liwe, that God intended to be. kanisa litakaloleta nuru kwa The mataifa, church that will bring light to the nations. kanisa ambalo litakuwa chumvi kwa ulimwengu. The church that will be salt of the Yale world. unayoyatamani ndani ya moyo wako Whatever you desire in your heart, utayaona kabla hujaondoka katika dunia you hii, will see before you na depart from mimi this vile world. vile nitayaona. Even me, I will see them. Simoni akaambiwa, Simeon was told, hutakufa you will not die kabla hujamwona Masihi wa Bwana. before you saw them. You see the Nini Messiah. unachokitarajia mbele za Bwana? What are you expecting from Hili hawa God? watu walikuwa wanangoja, These people were waiting maana malaika alisema because the angel of God said, wengi watafurahia kuzaliwa kwake. many will rejoice over his birth. Watoto wanazaliwa, Many were, watoto wanazaliwa, children are born, na wengi waliuawa wakati ule and many were killed at kwa that time ajili ya kumtafuta mtoto huyu, because we are looking for this child. lakini But huyu mtoto alikuwa wa pekee. this child was a special child. Maandiko yanasema The scriptures say, wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, many will rejoice over his birth. kama mama alivyosema. As Mama said, Wengi wako katika maeneo mbalimbali, people are in different areas. wataongeza maasi na maasi,
They will continue in sinning. Lakini mimi na wewe tuko mahali hapa usiku wa leo But me and you who are here kwa tonight, sababu because kuzaliwa kwa mtoto yule, the birth of this child, kuzaliwa kwa mtoto huyu the birth of this child kumetuletea furaha, has brought so much joy, kumebadilisha maisha yetu, has changed our lives, kumebadilisha ndoa zetu, has changed our marriages, kumebadilisha mataifa yetu, has changed our kwa nations, sababu because Yesu sio wa kawaida. Jesus is not a normal Ikiwa person. utamkaribisha ndani ya If moyo you wako receive him in your heart usiku wa leo. tonight. Kwa hiyo Ana binti Fanueli naye akaingia, So this the daughter of Phanuel, Anna, akaingia hekaluni, he went into the temple akamshukuru Mungu, and he praised God. na wazazi wa mtoto Yesu wakawa wanaendelea kushangaa. And the parents of Jesus were wondering. Kwa hiyo So Simeon alifurahi, Simeon was happy, Ana alifurahi, Anna was happy, wachungaji walifurahi. the shepherd were happy, Tena malaika aliwaambia, and the angel told them, msiogope, do not be afraid. nimewaletea habari njema I've brought you a good news itakayokuwa kwa watu wote. that will be to the whole world. Sasa tujibu swali letu. So let's us answer our question. Kwa nini kuzaliwa kwa Yesu kumeleta furaha kuu? Why is it that the birth of Jesus has brought so much joy? Jambo la kwanza, The first thing, huyo mtoto that child amekuja kuvunja nguvu za dhambi. has come to destroy the works of the sin. Dhambi ni uadui kati ya Mungu na mwanadamu. Sin is an enemy between God and man. Dhambi sio tu kutenda mambo mabaya. Sin is not just doing evil. La dhambi pia ni kushindwa kufanya yale mazuri ambayo Mungu ametuambia. But it's also failing to do good things that God has promised us. Biblia inatuambia The Bible is telling us yeye amekuja he has come ili avunje nguvu za dhambi. to destroy the works of the sin. Hakuna mtu anafurahia dhambi. Nobody is happy over the sin. Ndio maana mtu anapotenda dhambi anajificha. That's why a person who commits sins, he hides. Ndio maana dhamiri yake inamhukumu. His conscience always. Kwa hiyo Yesu Kristo, So Jesus Christ, kuzaliwa kwake the birth of him kumeleta furaha has brought joy kwa sababu because amevunja nguvu za dhambi. he has broke the power of sin. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Dhambi inatutenga na Mungu wetu. Sin separates us from our Hebu God. tusome Injili ya Mathayo sura ya kwanza mstari wa 21. Let's read Matthew chapter 1, Mstari wa 21. verse 21. Neno la Mungu linasema, The Bible says, naye atazaa mwana, nawe utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Dhambi iliwafanya wazazi wetu wa kwanza wafukuzwe katika bustani. Sin caused our forefathers to be chased out of Eden. Tangu wakati huo, Since that time, Mungu alikuwa anatafuta njia sahihi. God was looking for a proper way. Aliwapa sheria wakaivunja. He gave the laws and Na si kwamba walikuwa wanapenda, and it's not that they liked. ni kwa sababu hawana nguvu ya kuishinda. It's because they had no power to overcome. Mara nyingi waliahidi So many times they promised mbele ya Musa, before Moses, mbele ya Joshua before Joshua, na watumishi wengine waliofuata. and the other following servants of Joshua God. siku moja akawaambia, One day Joshua told them, chagueni siku ya leo today may you choose mtakayemtumikia. the one that you will serve. Wakasema tutamtumikia Mungu wa mbinguni. And they said they will serve the God of heaven. Wakasimamisha maagano, And they stopped the covenant kwamba tutamtumikia Mungu wa mbinguni, that will serve the God of sisi na heaven. watoto wetu. Weep together with our Lakini children. baada ya Joshua But after Joshua, walianguka mara nyingi. they fell Si again. kwamba walikuwa hawapendi, It's not that they didn't like, lakini hapakuwa na nguvu. but there was no power. Yule aliyetabiriwa alikuwa hajafika. The one that was determined, promised had not Alikuwa come. hajaja.
had not come, yeye atakayevunja nguvu za dhambi. the one that will destroy the Kwa power hiyo of sin. kuzaliwa kwa Yesu So the birth of Jesus kumeleta has furaha, brought joy, kwa sababu Yesu anapoingia ndani mwako because when Jesus enters your heart, anavunja ile nguvu ya he dhambi, breaks the power of sin. anavunja, anaondoa ile kiu ya dhambi He katika maisha removes the yako. thirst of sin from your Na life. si kwamba unaishi kwa kujilazimisha katika wokovu, And not that you force yourself in ni salvation, unawezeshwa. but you are enabled. Neno la Mungu linasema, The Bible says, maana sijui nifanyalo, but I don't know what I kwa do, sababu lile jema nilipendalo silitendi, because whatever that is good, I don't do it. lile baya nilichukialo ndilo ninalolitenda. And the evil that I hate, I do it. Hiyo ndio hali ya mtu ambaye hajampata Yesu katika maisha yake. That's the situation of the person who has not received Jesus in his life. Anatamani kutenda mema, He desires to do good. anatamani kumfurahisha He Mungu, desires to please God. hapendi kumhuzunisha He muumba wake, doesn't go to offend God, lakini anajikuta yuko pale. but he found himself there. Akasema sio mimi basi kama ni hivyo. So he said, it's not me then. Kuna nguvu fulani There is a certain power ambayo lazima ivunjwe na mwenye nguvu zaidi kuliko that must mimi. be broken by the one that is powerful Ndio than it. maana baada ya kuokolewa That's why after being saved, tunapewa Roho we Mtakatifu are given Holy ili Spirit apambane na dhambi katika maisha that yetu. will fight with sin in our lives. Yeye amekuja ili aziharibu nguvu He za has dhambi. come to destroy the Na power of dhambi sin. ikiharibiwa, And when the sin is destroyed, sio kwamba tu utakuwa na furaha kwa Mungu, not that you will be happy in God, utakuwa na furaha katika familia you will yako. also have joy in your family. Unajua hata ukimdanganya mke wako You know, even if you Ama lie to your mme wife wako. or your husband ama wazazi wako, or your parents, hutakuwa na furaha. you will not have peace. Dhambi inakutenga na watu Sin separates you from people, na inakutenga na Mungu and vile it also vile. separates you from God. Lakini unapompokea Yesu, When you receive Jesus, huna la kuficha. you don't have anything to hide. Maisha yako ni barua, Your life is like na one wewe open una letter, furaha ndani ya moyo wako, and you'll have peace in your kwa heart, sababu because hakuna hatia. there is no, Guilt in Guilt. your heart. Hauna hatia moyoni you mwako. don't have any guilt in your Una heart. amani ya Kristo, You have the peace of kwa Christ, sababu because ile nguvu that power imevunjwa. has been broken. Unajua, sikiliza, You know, listen, kulikuwa na mfano. there was a king. Fisi akajaribu kuvaa ngozi ya kondoo, haena. Hyena Akavaa ngozi ya kondoo. tried to put on a skin of a sheep skin. Alipovaa sasa, kondoo chakula chake ni majani, You know, the food of sheep is grasses, lakini fisi chakula chake ni nyama. but hyenas feeds from meat. Sasa anavumilia naye kula majani, So he was persevering eating grasses, lakini ikamshinda but he failed kwa sababu sio chakula chake. because it is not his Kama normal Yesu food. hajabadilisha maisha yako, If Jesus has not changed your utakaa life, katika wokovu kwa shida, you will be in salvation without joy. huna furaha, You will not have kwa joy sababu unaona kama umefungwa. because you feel like you are tied. Unaona kama umenyimwa karaha fulani vile. It's like you have been denied a certain Lakini joy. unapookolewa, But when you are wewe saved, unaufurahia wokovu you rejoice over na unaona salvation. kwamba ni jambo jema liloingia And you maishani see that mwako. it's something good that Kwa has hiyo happened in your Mtume life. Paulo anasema, So an Apostle Paul is saying, namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu. I thank God for Jesus Christ our God. Namshukuru Mungu kwa Yesu Kristo Bwana wetu, I thank God for our Lord Jesus kwa Christ, sababu because sasa lile jema nilitakalo that good thing that I desire, ninaweza I kulitenda, can do it. na lile baya nisilolipenda And that evil that I don't naweza like, kuliacha, I can deny na myself. to do it. hilo si kwa sababu yangu, And it is not because of ni me. kwa sababu ya Yesu It's Kristo. because of Jesus Christ. Haleluya! Hallelujah. Mshangilie Bwana Yesu, Give a hand clap for kwa Jesus. sababu Because ndio maana kuzaliwa kwa Yesu kumeleta furaha. that's why the birth of Jesus has brought joy. Jambo la pili, Biblia inasema The second thing the Bible said,
katika eneo hilo hilo In the same area, neno la Mungu linasema, the word of God says, twajua kila mtu aliyezaliwa na Mungu we know that anybody born of God hatendi dhambi, does not sin. bali yeye aliyezaliwa na Mungu But the one who was born with God hujilinda protects himself, na yule movu hawezi kumgusa. and that evil cannot touch him. Unaona, baada ya kuokolewa, You see, after being born again, Yesu amekuja kutukomboa. God has come to redeem us, Ameharibu nguvu za dhambi. has destroyed the work of Ni the power of jukumu sin. lako wewe na mimi So it is your responsibility, me and you, tujilinde, to protect ourselves, tusiende kucheza kwenye maeneo ya dhambi. so that we may not go back again in areas of sin. Dhambi zingine ni za kukimbia, Other sins we need to run away sio from kwa them. sababu una nguvu It's not because you have power unatakiwa ucheze katika maeneo hayo. that you may stay in sin. Biblia inasema The Bible says yule aliyezaliwa na Mungu the one that is born of God hujilinda, protect himself, kulinda maneno yake, protect his words, kulinda macho yake. protect his eyes. Anajua nini He anachokitazama, knows what he's anajua looking nini to. anachokisoma, He knows what he's reading anajua on. nini anachokisema, He knows what he's kwa saying. sababu maneno yake ni munyu, But ni chumvi, because his words are the salt, na yanawapa neema wale wanaosikia. and it gives the grace to the people Jambo who la hears. pili, The second kwa thing, nini kuzaliwa kwa Yesu kumeleta furaha kuu? why the birth of Jesus has brought so much joy. Amekuja kutupa akili. He has come to give us knowledge. Amekuja kutupa akili. He came to give us knowledge. Hili ni jambo la maana sana. This is something wonderful and amazing. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Wale wanaoabudu miungu Those who worship idols, hawana akili. they don't have knowledge. They don't have understanding. Hawaelewi wanachokifanya. They don't understand what they are doing. Mitume na manabii walikuwa wanawaeleza. The apostles and the prophets would Wanasema tell hiyo them miungu mnayoiabudu that idols that you are worshiping, ina macho lakini hazioni. it has eyes but it cannot Ina see. mikono lakini It haishiki. has arms but it cannot Ina hold. miguu isiyotembea. It has legs that cannot walk. Lakini bado watu wanaitumaini. But still you have faith in it. Mtu ambaye hajaokolewa The person who has not been saved anaweza kwenda kwa waganga can go to the witch doctors akaambiwa vitu vya ajabu na vichafu, and he could be told any kind of nonsense, pamoja na ustaarabu wake na kuelimika kwake, together with understanding and akafanya education, vitu kama hivyo. and he will follow the rules. Lakini But Biblia inasema the Bible says katika Injili ya Yohana in the Gospel of John, waraka wa kwanza wa Yohana, the first John, Epistle of John, the epistle of John, the first epistle of John, yes, 5 chapter mstari wa 5, 20. chapter 5 verse 20. Neno la Mungu linasema, The Bible says, nasi tajua kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili kwamba tumjue yeye aliye wa kweli, nasi tumo ndani yake yeye aliye wa kweli, yaani ndani ya mwana wake Yesu Kristo. Huyo ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. and we know that the Son of God has come and has given us an understanding, that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Biblia inasema The Bible says, wakati Yesu anaomba yale maombi yake ambayo yameandikwa katika Injili ya Yohana 17 when God was praying the prayer that it is in John 17, mstari wa 3, verse 3, anasema wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee, that they may know you, the true God, na Yesu Kristo uliyemtuma. and the Jesus Christ that you have sent, Akasema na uzima wa milele ndio huu, and that the eternal life is this, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee. that they may know you, the true God and the only God. Kwa nini kuzaliwa kwa Yesu kumeleta furaha? Why the birth of Jesus has brought so much joy? Ametupa akili. He has given us Tunamjua knowledge. Mungu wa kweli. We know the true God. Biblia inasema The Bible says kumjua Mungu ndio hekima, that knowing God is the beginning of na knowledge, kumjua mtakatifu ndio ufahamu. and know the Holy One is the Kwa hiyo understanding.
Kuzaliwa kwa Yesu kumeleta furaha. So the birth of Jesus has brought joy. Kwa sababu ametupa akili. Because he has given us knowledge and understanding. Kufahamu kwamba dunia hii sio nyumbani. Understanding that this world is not our home. Watu ambao hawajaokolewa hata ingawa wanajua kuna siku watakufa, lakini hawana akili namna ya kutumia maisha yao kwa ufahamu. People who have not been saved because of lack of understanding, they can't know that this world is not theirs, that they need to purify themselves for another. Wanajiwekeza katika ulimwengu huu bila kuwekeza kwa ajili ya maisha yajayo. They invest in this world rather than investing in the coming life. Lakini watu waliookolewa, but the people who are born again, wanajua hapa ni wageni. they know that they are just passing here. Wanajua hapa sisi ni wapitaji na wasafiri. They know we are just passing in this world. Wanajua kwamba mbingu ni bora kuliko dunia. They understand that heavens is better than the world. Hallelujah. Amen. Kwa sababu tuna akili. Because we have understanding. Ndio maana tunachukia dhambi. That's why we hate sin. Sio tu kwamba dhambi inakutenga na Mungu. Not that sin separates you from God. Lakini inaharibu maisha yako. But it also destroys your life. Inaharibu afya yako. It destroys your health. Inaharibu viungo vya mwili wako. It destroys the organs of your body. Inaharibu hisia zako. It destroys your consciousness. Inaondoa ujasiri wako. It removes your courage. Biblia inasema, the Bible says, wenye haki ni wajasiri kama simba. The righteous are bold like the lion. Lakini waovu wanakimbia wasipofukuziwa na mtu. The evil run away before even we are chased. Kwa hiyo, so yeye amekuja kutupa akili, ndio maana tunafurahia kuzaliwa kwake. So he came to give us an understanding that we are rejoicing of his birth. Jambo la tatu, the third thing, amekuja kuharibu kazi ya ibilisi. He came to destroy the works of the devil. Ndio maana tunafurahi. That's why we are happy. Mtu wa Mungu, the Son of God, Shetani hana mamlaka juu ya maisha yako. Devil has no power of your life. Hadi pale utakapompa nafasi. Until the time you will give him a space. Biblia inatuambia, the Bible is telling kwa us, kusudi hili, for this purpose, mwana wa Mungu amedhihirishwa. The Son of God was revealed ili aharibu kazi za ibilisi, to destroy the works of the devil. Kulingana na Yohana 10:10, according to John 10:10, kazi ya kwanza ya ibilisi, the first work of the devil, ni kuiba. Is to steal. Anakuja kuiba nini? What does he come to steal? Anakuja kuiba utakatifu wako. To steal your righteousness, your holiness. Kwa sababu akiiba utakatifu, because if he steals your Mungu holiness, atakaa mbali na wewe. God will stay far from Maana you. Mungu hachangamani na dhambi. But God, because God does not stay in Ingawaje sin, anakupenda, even though he loves lakini you, hana haki ya kukukaribia. but he has no right to come near Yesu you. alitoa mfano wa shamba lililopandwa ngano. Jesus gave an example of a farm that was a wheat farm. Lakini magugu yakaonekana ndani mwake. But the weeds was found in na wanafunzi wakamuuliza, and the disciples asked Je, Bwana, magugu haya yametoka wapi? Jesus, where does this weed come from? Akasema watu walipolala. He said when people were asleep, adui akaja kupanda. The enemy came and planted. Adui anapanda mawazo mabaya. The enemy plant bad thoughts. Adui anaiba utakatifu wako. He steals your holiness. Adui anaiba afya yako. He steals your health. Adui atakuibia na watoto wako. He will steal your children. Adui atakuibia na mme wako. He will steal your husband. Adui ataiba mke wako. He will steal your wife. Adui ataiba na uchumi wako. He will steal your economic. Lakini Yesu amekuja, but Jesus came, ili mwizi, so that the stealer, the asipate nafasi katika maisha yetu. Will not get space in our lives. Amesema mimi nimekuja. He said I have come, ili wawe na uzima, so that they may have life, kisha wawe nao tele. And that they may have life and the full yes. life. Ili kisha wawe nao tele. So that they may have full life. Adui, kazi za ibilisi iliyokuja kuharibiwa, the work of the devil that was destroyed, ni kwamba asiibe kile kilicho cha kwako. Is that he may not steal that belongs to you. Kitu kibaya, the bad thing, ni kutokujua kwamba tumeibiwa. Is not knowing that na kama hatujui kwamba tumeibiwa, and if we don't know that we have been stolen, hatuwezi kutafuta.
We cannot find. Mama alisema sasa hivi punde Mama just said kwamba usiruhusu hiyo hali, furaha yako, amani yako iibiwe. that do not allow your peace to be taken. Adui ataiba furaha ili huzuni ikikugubika yeye apate nafasi. Enemy will steal your joy so that he plants sorrow. Kwa nini una furaha? Why is it I don't have joy? Kesho yako ni bora kuliko leo. Your future is better than today. Unavumilia leo You are kwa persevering sababu today utukufu unakungojea. because the glories are waiting. Yesu alidharau aibu Jesus despised na the shame kustahimili msalaba and endures the kwa cross sababu jina lipitalo majina yote lilikuwa because linamsubiri. the name that was above all names was Na awaiting wewe for mtu him. wa Mungu uliyeko mahali hapa, And you, man of God, who is here, utukufu unakusubiri. the glory is waiting for Ikiwa you. If utabaki pale ulipokuwa, you remain where you ikiwa are, if utalinda utakatifu wako. you preserve your holiness, Biblia inasema the Bible says, muwe macho na kukesha, be watchful kwa sababu yule mshtaki wenu because your accuser, kama simba ananguruma, he's like a rolling lion anazunguka zunguka walking around ampate mtu wa kummeza. to get anybody to devour. Anasema bali ninyi But you, muwe thabiti katika imani yenu, be still in your faith ili mkampinge huyo. so that you may go against it. Shetani haogopi maneno matupu. Devil does not fear an empty Shetani word. anaogopa mamlaka. He fears the authority. Na mamlaka yetu tunaipata wapi? And where do we get authority? Pale mbingu inapotufahamu. When heavens Na recognize us. mbingu itatufahamu kwa ajili ya utakatifu wetu, And the heavens will recognize kwa because of our sadaka holiness. aliyoilipa Yesu pale msalabani, Because of the price that he paid on the na, cross. na kusimama thabiti katika imani And yetu. stand firm in our faith. Tutabaki kulinda kilicho cha kwetu, Will preserve and protect whatever tutalinda belongs to us. kilicho cha kwetu. Will protect Lazima, whatever Biblia belongs to us. inasema muwe na kiasi na kukesha, The Bible says, have self control. self-control. Muwe na kiasi. Self-control. Kwa hiyo So, kuzaliwa kwa Yesu the birth of Jesus kumeleta furaha, has brought joy kwa sababu mwizi because the thief amekamatwa. has been Haleluya. got hold. Amen. Hawezi kukuibia tena. He can't steal from you again. Unajua ukiibiwa vitu vyako, You know when alafu your ukaambiwa things are yule stolen, aliyekuibia amekamatwa na vitu vyako vimepatikana, And- unafurahi. and you're aware that the person who steals from you has been caught up with your things, Na shetani You become hana happy. mamlaka tena juu ya watu wa Mungu. and the devil has no power over you Jambo again. la pili, anakuja kuchinja ama kuua. He comes to kill, Sio tu kukuua kimwili, not to kill you physically only, anaua shauku yako kwa ajili ya Mungu na neno lake. but also you are thirsty for the word of God. Anaua utumishi wako, He kills your servanthood. anaua karama, He kills your anaua gifts. bidii. He kills your effort and Yesu diligence. analiambia kanisa la Efeso, Jesus is telling the church of nina neno Ephesus, juu yako, I have one word over umeuacha upendo wako wa you have kwanza, left your first love, bidii yako ya kwanza, your first diligence, ushuhudiaji wako wa kwanza, your testimonies, usomaji wako wa kwanza. your first reading. Usimruhusu ibilisi Do not allow the devil akaua kile cha Mungu ndani ya maisha to yako. kill that is of God in your life. Usimruhusu akaondoa shauku. Do not allow him to remove your thirsty, your zeal. Yes. Usimruhusu hata kidogo. Do not allow him, Kwa sababu because Yesu alikuja Jesus ili came aharibu kazi zake to hizo. destroy his works. Mwisho, The last, kuharibu. Kazi ya ibilisi ni kuharibu, another work of the devil, he came to destroy, kuleta mtafaruku, to bring confusion, kuondoa mpangilio, to remove that alignment, kuleta disorder, kuleta To bring kutokuwa na mpangilio. to bring disorder. Hebu yachunguze maisha yako. Please Ya look upon kiroho. your life, your spiritual life. Naomba kama unanisikia punga mkono wako If you can hear me napomalizia. wherever you are, wave. Je, unaomba kwa kubahatisha Do you pray? au una muda maalum wa kuomba? Do you have a proper time to pray, or you just pray Je, randomly? unasoma neno siku ukipenda
au una ratiba iliyosimama kwa ajili ya hiyo? Do you read the word of God randomly, or you have a special schedule, special time Je, for it? una ratiba ya maisha yako ya maombi binafsi, au mpaka shida itakapokupata ndipo unaanza kuomba? Do you have a timetable for your life, or until you get a problem, that's when you start Hiyo praying? ni kazi ya ibilisi, That is the work of the enemy, kuyafanya maisha yetu yasiwe na mpangilio. to make our life not in order. Tunafanya vitu kwa kubahatisha. We do things randomly. Biblia inasema, The Bible says, Mwanzo 1:2, Genesis 1 verse 2, neno linasema the Bible says, kulikuwa na giza, sivyo? Kulikuwa na utupu, there was nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. and the earth was without form and void. Yes. Na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. And darkness was on the face of the deep. Ibilisi alisababisha ulimwengu wa kwanza usiwe na utaratibu. The devil caused the first world not to have any form. Na kazi anayofanya ni kuyachanganya maisha ya Wakristo. And the work that he does is to mix up Mawazo our yetu lives, yaruke huku na kule, so that our thoughts will wander in here and tusiwe there, na utulivu. that we don't settle. Lakini kuzaliwa kwa Yesu But the birth of Jesus kumeleta furaha kuu, has brought a big kwa joy, sababu sasa because now kila kitu, that everything, kila jambo everything, litarudi it will come back katika mpangilio wake. in its form. Mungu wa mbinguni God of heaven akubariki. bless you. Heri ya Christmas Merry Christmas na mwaka wa and a Happy New 2021. Year 2021. Asante mama. God bless.